nimefika jameni, inabidi nitafuta msaada wa Mungu. Nani ambaye atakuja kwako jameni? Mungu anaweza akatuma Elia kwako. Mungu leo anatumana kwako. Acha kuangalia the situation ambao uko leo, acha kuangalia mamlaka ambao uko nayo leo jameni. Kuna masaa Baba wa mbinguni anaachilia baraka kwa maisha ya mtu. Huyu mama ilikuwa imebaki unga kidogo akule na akufe, lakini maandiko yanasema kwamba akakubali, akakaribisha huyu mtu kwake, mtu ambaye haumjui, mtu ambaye haumwelewi, mtu ambaye haujawahi hata kuona kusikia yeye ni nani, lakini ndani ya moyo wako unamkubali. Bwana sifiwe. Ndani ya ibada yako unamkubali jameni. Kile kitu ambacho kimefanya wengi leo tunateseka juu ya mioyo zetu migumu. Bwana sifiwe. Kuna masaa ya kubondeka kwa Mungu, kuna masaa ya kubondeka kwa Mungu. Mungu anafanya kazi na yule mtu ambaye yuko tayari. Unaweza kuwa na mali mingi, lakini Mungu amengojea kusikia sauti yako, lakini bado ameacha hizo mali zikutawale. Wakati mali zinaisha jameni, ndio tunakumbuka Mungu. Bwana sifiwe. Kwenye miaka nimekaa kwa huduma, leo nitakuja niahidi Mungu, tusai Mungu hajanibariki. Bwana sifiwe. Tusai Mungu hajanibariki, lakini the moment tu baraka zinazidi kuwa mingi kwangu jameni, sijui nikapepo kana kujanga mtu ama ni nini natendeka, ninaanza kubadilika, naanza kutoka kwa Mungu, naanza kumkosea Mungu heshima, naanza kusahau mahali Mungu amenitoa. Jameni, kama Mungu atakuponya, kama Mungu atakubariki, kama Mungu atakuinua, usisahau na mahali Mungu amekutoa, usisahau na mahali Mungu amekutoa. Unaweza sahau wale waliokusaidia kwa hiyo safari, unaweza sahau mpaka wazazi waliokuzaa, lakini usimsahau Baba wa mbinguni. Bwana sifiwe. Usimsahau Mungu, usisahau Mungu, usisahau Mungu. Kama ni vita, kubali hiyo vita. Hakuna mtu ambaye Mungu aliita bila kupitia vita. Bwana sifiwe. Anamuinua Daudi, Daudi tu kijana kadogo tu, lakini Mungu anamuinua, anamwambia mfalme, anamwambia Samueli, ninakutuma ndani ya nyumba ya Jesse. Leo ninakutuma huko. Kuna kakijana wamekachukia, hako ndiko nikanakaa katinda mimba huko. Jameni, haijalishwa ni first born kwenyu ama second born ama last born, lakini kuna neema ya Mungu inaweza ikaingia kwa